Bana, kibongo bongo hapa kuna moja kati ya story ambayo bado inagonga vichwa vya habari sana kutoka katika klabu ya Young Africans katika mchezo wao ambao ulikutanisha Singida Black Stars wakiwakaribisha Young Africans, mchezo ambao ulitamatika kwa Young Africans kujizolea alama zote tatu na kupata ushindi wa mabao matatu. Bao la kwanza likifungwa na Prince Mpumelelo Dube, bao la pili penalty ikifungwa na Aaron Okello, bao la tatu likifungwa na Mdathiri Yahya katika kipindi cha pili. Lakini moja kati ya kitu kikubwa ambacho kinazungumziwa kwa sana ukiangalia katika wachambuzi na wadau wengi wa michezo, kitu kikubwa ambacho kinazungumziwa sana ni kuhusiana na ile penalty ambayo ilipatikana kwa upande wa Young Africans. Kimsingi alitakiwa acheze Prince Mpumelelo Dube kutokana na kwamba yupo kwenye vita ya ufungaji wa mabao mpaka sasa. Prince Mpumelelo Dube ana akiwa na mabao 6. Kwa hiyo alikuwa anahitaji kupata bao lake la 7 ili kuendelea kuwa katika kinyang'anyiro hiko ama kupanda katika kuwa top scorer wa ligi ya Tanzania. Lakini kitu kikubwa ambacho kimetokea hapo, Prince Mpumelelo Dube akaamua kuigawa penalty hiyo na kumpa Aaron Okello ili naye aweze kufuta machozi kwa kujiandikia bao lake la kwanza katika ligi ya NBC Premier League toka alivyojiunga na klabu ya Young Africans. Mchezaji huyu hakuwahi kupata bao. Kwa hiyo kwa penalty hiyo aliopewa na Prince Mpumelelo Dube imemfanya Aaron Okello kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameifungia klabu ya Young Africans mabao 30. Bana, moja kati ya kitu kikubwa ambacho hata viongozi wa klabu ya Yanga wenyewe walishangaa kutokana na kitu ambacho alikifanya Prince Mpumelelo Dube. Ukija kuangalia kwa afisa habari wa klabu ya Young Africans, tunamzungumzia Ali Kamwe. Yeye aliweza kuzungumza, Mungu azidi kukubariki Mgadafi 73. Prince Mpumelelo Dube upo kwenye vita ya ufungaji, nafasi ya kuongeza goli inapokuja unaiacha na kumpa mpira mchezaji mwenzako ili afunge bao lake la kwanza. Sio kila mshambuliaji anaweza kufanya hivi. Lengo lake ni timu iwe bora na sio yeye awe bora. Ubarikiwe sana Prince Mpumelelo Dube. Hiyo ndo ilikuwa ni caption ya post ambayo aliposti Ali Shabani Kamwe mara baada ya kutokea issue kama hiyo ambayo imewagusa wadau wengi sana wa michezo juu ya kila ambacho kinatajwa kwamba alichokifanya Prince Mpumelelo Dube kama uungwana kwa upande wa Aaron Okello. Lakini si hivyo tu, Prince Mpumelelo Dube ameonekana akifanya dua ambazo zimewashangaza mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans, lakini pia wadau wa michezo. Imekuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo Prince Mpumelelo Dube tumemzoea akifanya dua kuelekea katika mchezo husika, lakini jana dua yake ilikuwa ni ya kitofauti zaidi, na hata alipofunga bao alienda kukumbatiana na Max Nzingeli. Kwa pamoja wakamshukuru Mungu wao kwa sababu Max Nzingeli ndiye aliyetoa assist ya bao hilo la kwanza ambalo alilifunga Prince Mpumelelo Dube kwa kisigino. Likawa ni moja kati ya mabao mazuri ambayo yataingia kwenye kinyang'anyiro cha mabao bora katika tuzo za TFF ambazo zinaandaliwa. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho kimefanywa na Prince Mpumelelo Dube, na mimi nimekuletea hapa ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika siku ya leo. Kibongobongo hii imetrend sana na watu wamekuwa wakizungumza sana juu ya hiki ambacho kilifanyika na kilichotokea ndani ya klabu ya Young Africans.